Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Matumani yangu ya kwamba wewe ni mzima wa afya, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, popote pale ambako unaendelea kufuata matangazo yetu. Na ukaribisha kwa mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari, chambuzi ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii. Omari Makelele Ozile, habari za saizi. Salama salimini mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Makala ya michezo na burudani, ripoti za wanaripota wetu kutoka eneo tofauti, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Makelele Kala Jaden yuko upande wa pili. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tuambatane mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Omari Makelele Ozil. Karibu Ozil. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari muhimu tutaanzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba baadhi ya vitu mbalimbali vilivyokuwa naibiwa na washtumiwa wezi ndani ya kata mbalimbali za mji wa Baraka vimekamatwa nalo jeshi la askari polisi. Amehakikisha hayo meya kwa muda wa mji wa Baraka Ijumaa ya tariki 8 Novemba 2024 huko Lubonja. Ni kwamba kwa kujadili kwa pamoja juu ya uwepo wa kampuni za Uchina usika na uchimbaji madini na faida kwa raia wa sekta ya Nganja ni zipi tangu waanze kazi hizo, ndiyo ilikuwa ni malengo makubwa ya mkutano mkubwa ulioandaliwa naye mkuu wa sekta ya Nganja Akil Bernard pa Lubonja, makao makuu ya sekta hiyo, kwa muda wa siku 2. Tuweze kumalizia na habari za kitaifa. Ni kwamba hali ya dharura jimboni Kivu ya Kaskazini na Ituri imeongezwa kwa mara ya 85 kisha mswada wa sheria unaohusu mpango huo kukubaliwa na bunge la taifa pamoja na baraza la seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchumbe wa mkulima na Fatuma, ni hayo tu katika habari muhimu. Shukrani sana mwenzangu Omari Makelele Ozile. Wacha sasa nianze uchambuzi wetu wa habari na habari hizi za mji wa Baraka, ambazo kiongozi wa wafanyabiashara Fizi Baraka Bwana Moneba Ramazani Matunda Bora ameomba kwa kitengo cha mazingira mjini Baraka kufuata taratibu za ukaguzi wa biashara inayoharibu mazingira, na sio kila duka ndiyo hitajika kulipa pesa hiyo. Katika mazungumzo na redio yako, kiongozi huyo wa feki amesema kwamba wao kama wafanyabiashara wanafahamu tosha watakiwa kulipa tozo hiyo kwa yale maduka ya biashara ambayo yanaharibu mazingira, au polisio katika lugha ya Kifaransa, na sio kila duka ambalo linaharibu mazingira. Moneba Ramazani Matunda Bora anaeleza afuatayo. Ndiyo, tuko mpei demokratiki na tuko mpei ya loi. Ndiyo, tuko tayari kabisa, tuko sumi kulipa taxe ya TRA, taxe ya TI kwa environnement, pia na ile taxe ya pollution ni taxe ya halali ambayo environnement mpasha kutulipisha. Lakini procedure environnement kwa nilipenda kuilipisha ndo haiko. Ile taksi ya pollution ilifo ba constante ka ya pollution kwa mtu. Wanaona hili unapoliwea, wanafanya PV. Kisha kufanya PV wanakupatia, ndo wanaweza kukutaksi ile taksi ya pollution. Haiko taksi ya mlango kwa mlango, hapana. Ni taksi baki constante ka ya pollution bana ilipisha. Inaweza kuwa hata ka 10 kwa mwezi na utazilipa. Inaweza kuwa hata ka 100 kwa mwaka utazilipa, sababu arete inasema c'est par cas constante. Ndo unalipa baki constante ka ya pollution kumulango yako ama kwako bana kulipisha ile taksi. Lakini wao wanaanza pita mulango kwa mulango kuna na kulomba taksi ya pollution, ile haiko halali. Tunaambia wafanya biashara kama environnement na constante ka ya pollution kwako anakupatia PV ya ile ka nyali constante, voilà na kulipisha pollution. Mais wakati ya una pollution yote, tutalipa environnement TI na TRA ile pollution mpaka. Aussi na kuko zile activite polluante. Kuko zile activite hizo kabla ya poliwe haitatumika. Ile ndo iko sumi kulipa environnement kwa kila mara. Lakini kwa wengine hapana, ilifo wapate infraction ya pollution ndo wanalipa, na ile ndo tunaambia wafanya biashara, ile ndo watasimamia hiko. Kufa kwa samaki katika hali ya kutatanisha kwenye ziwa Tanganyika mjini Baraka, huenda katika boti zilizozama kutokana na upepo mkali, mlikuwa sumu aina ya cyanide
Amesema hayo Bwana Bilombele Gaston, mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa, Ijumaa ya tariki 8 Novemba 2024 ndani ya mji wa Baraka. Katika mazungumzo na redio yako, Bwana Bilombele Gaston amesema kuwa ni vyema watu wa mji wa Baraka kutokutumia samaki zilizokufa ghafla, kwani kwa mujibu wake huenda ni sumu ndio imesababisha hali hiyo. Jusqu'à la preuve du contraire, tungepashwa zile samaki analyser au laboratoire tujue kama zimekufa na nini. En 1950 aux États-Unis d'Amérique, bainamukaka usubuhi bakafika ku plage ya Ocean Pacifique, bakakuta samaki zimekufa sana. Bon, bakazianalize bakakuta mwa ile samaki muko ma molecule, muko kidogo ya sumu ya un produit, n'est-ce pas, un insecticide yenye wanaitaka DDT. Sasa ile insecticide DDT ilikuwa na effet ya kubakia miaka mingi mu environnement. Maintenant par rapport na effet ilikuwa hapa kwetu juzi, tulisikia sie bote kama kulikuwa boti ambazo zimetoka Tanzania na ile maboti mulikuwa ndani machakula na tunasoupçonne mulikuwa maproduit wenye banataka le cyanure. Ile ma cyanure ziko meto lourd ambazo zinatumikishwa huko mamisisi kuma carrière juu ya kulunguza oro. Etat de meto lourd ziko na sumu, ziko na effet ya accumulation, ziko na effet ya kuua. Na wakati zinaua masamaki vile, madhara ni nini? Wakati batu na tuko mu etat zenye ziko na maskini na njala sana, batu hawatayua reflex ya kusema tusikule kwanza, tuchunge wataalamu watuambie samaki zilikufa nini. Bo ilikuwa shangwe ya kwanza lokote ile masamaki na kwenda kuzikula. Or si réellement ni ile cyanure ama ile mercure yenye tunashakia yenye likia natoka Tanzania kwenda mamisisi huko kuma carrière juu ya maor, tafadhali sana vyombo vya usalama na ulinzi vifanye nguvu sana batu basikule ile masamaki. Juu ile maproduit inabakiaka ku niveau ya letrache, matama ya samaki. Sasa ile maproduit hata munaipiga ku moto azikufake na moto, sont des produits qui résistent à la chaleur. Sasa wakati wewe unakula samaki yenye ilikufa na ile sumu inaendaka directement kubakia mumwili miaka mingi, et surtout kuma selile zenye ziko na mafuta qu'on appelle les cellules adipeuses. Alors le fait que inabakia mumwili inaanza kujidévelopper, inafikiria mpaka kucréer les maladies qu'on appelle les cancers. Donc sont des produits cancérogènes, et ces produits là cancérogènes wakati zina créer les cancers, wewe utakuya yua kama ni cancer na deja mwili yote isharibika. Tunasoupçonner kama ile maproduit ni maproduit cyanure et les produits mercure qui sont des métaux lourds, toxiques et très dangereux, non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement et sur toute la chaîne, n'est-ce pas, alimentaire dans un écosystème. Na alipoulizwa kuwa huenda ni upepo mkali uliotokea ndio umesababisha samaki nyingi kuweza kufa, Bwana Bilombele Gaston amejibu mara tena. Hakuna siku pepo ishakasababisha samaki kufa. Ile pepo inakuwa tu kila wakati. Pepo ni hali ya kawaida ya maji. N'est-ce pas, la tempête, la vague ni hali ya kawaida. Mimi nasema hivi, normalement tungepashwa communiquer résultat après étude au laboratoire. Lakini sababu Baraka OCC yetu aina labo, tunaemettre ile banasema en français les hypothèses. Tunasoupçonner mwa ile boti mulikuwa ma matière toxique, les métaux lourds, les cyanures ou les mercure. Vyombo vya usalama, surtout ma service zenye ziko régi na ordre opérationnel, notamment DGM, DGDA, OCC na hygiène aux frontières, banapaswa kuwa makini sana kuchanga chakula na ile maproduit. Ni kuangamiza raia, ni maproduit zenye azipashwi kuchangiwa na machakula, parce que ile maproduit iko na effet ya toxicité, ya bioaccumulation mumwili, non seulement mwili et sur l'ensemble ya environnement. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu kuwa baadhi ya vitu mbalimbali vilivyokuwa naibiwa na watumiwa wezi ndani ya kata mbalimbali za mji wa Baraka vimekamatwa nalo jeshi la askari polisi, amehakikisha hayo meya kwa muda wa mji wa Baraka Ijumaa ya tariki 8 Novemba 2024. Katika mazungumzo na redio yako, Bi Emerite Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka, amesema kuwa bado uchunguzi unaendelea na utakapokamilika wataonesha vitu vilivyopatikana kwa raia. Bi Emerite Tabisha ameeleza afuatayo mbele ya mike ya mwenzetu Safari Alimasi. Tunazunguka tangu asubuhi kuangalia namna gani tunasaka wale wahalifu ambao wanaanza wizi wakitumia kupiga watu mipanga, kuumiza watu na mipanga.
nimekuwa polisi kuangalia nini inaendelea, kuangalia ule mwingine mwenye amekamatiwa amekamatiwa kule na FARDC, na tujue hali yao ya kufungwa iko namna gani. Nimesema kwamba tuna mzunguko wa kusaka bado vitengo vya serikali vinasaka tupate wale watu watatu ambao bado hatujapata. Vitu ambavyo vimeonekana na vingine labda vitaonekana kesho, tunasubiria tuone picha ya kesho. Tutavitia vitu hadharani, watu watakuja kuangalia. Ikiwa wanaona vitu vyao watakamata, na ikiwa waone vitu vyao sheria itajua namna ya kufanya. Lakini vitu tutavionyesha kwenye raia, watu waende kuangalia, na kila mtu ambaye ataona kitu chake tutampatia. Mwishowe Bi Emerit ametaja kuzunika kuona wanawake nao wanachangia kwa ukosefu wa usalama katika mji wa Baraka. Bi Emerit Tabisha amerejea mara tena. Ni jambo la huzuni. Mwanamke mjamii anaonekana ni mtu ambaye anachunga mila, anachunga morale, anachunga umtu. Jamii inatarajia hivyo. Mfano kama baba ni mlevi sana, au mama ni mlevi sana, watoto na jamii wa nyumba gani ambao wataweza kuwa wanaishi maisha ya haya, ya fezea, kosewa heshima zaidi? Ni wa nyumba gani? Ni wa ile nyumba ambao mama ndio mlevi. Sasa pale mwanamke au mwenye busara alinde ile picha ya mangojeo ya jamii ya kwamba mwanamke iwe chombo cha busara. Sasa kama mwanamke anaharibisha kwa haraka sana jamii paraporo ya mwanaume ambaye anaharibika. Inahuzunisha kuona wanamke. Kuna baadhi ya watu ambao tunashakia uwezi wakiiba, inawezekana kuna wanamke wanawasaidia kubeba. Wanaume wanaiba, wanamke wanawasaidia kubeba. Na tangu zamani iko kama vile wanaume wakiiba, wanamke ndio wanawasaidiaka kuvichunga, wanatiaka depo pa nafasi za wanamke, ndio wanakuwa wanawachungia vile vitu. Sasa leo wanamke wanaanza enda kubeba. Ni neno la huzuni. Nitaita haraka walidere wanamke na service ya Jean iangalie namna gani kukerebesha hiyo neno. Na kule Lubonja ni kwamba kujadili kwa pamoja juu ya uwepo wa kampuni za Uchina husika na uchimbaji madini na faida kwa raia wa sekta ya Nganja ni zipi tangu waanze kazi zao. Hiyo ndiyo lengo kubwa ya mkutano mkubwa ulioandaliwa naye mkuu kiongozi wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard pa Lubonja, makao makuu ya sekta hiyo, kwa muda wa siku 2. Ripoti ya mwenzetu Lubonga Abakwa Lavwa aliyeshiriki kwenye kikao hicho kwa niaba ya Radio Kivu yasomwa hapa studioni naye mwenzangu Grace Pascale. Kwa muda wa siku 2 mfululizo, yaani kuanzia siku ya 4 na ya 5 ya wiki hii, kikao hicho kimekusanya tabaka mbalimbali za viongozi toka katika baadhi ya eneo za sekta hiyo ya Nganja. Baadhi ya wami wa asili, wakuu wa vijiji, idara husika na madini, mashirika ya kiraia, pia mihundo ya vijana na kadhalika. Kwake namba 1 huyo wa sekta ya Nganja ameonyesha kuwa mkutano huo umefanyika baada ya kupokea malalamiko mengi ya raia wa sekta hiyo juu ya kutokuheshimiwa kwa buku ya makubaliano. Akili Bernard amezungumza na Radio ya Kijamii Kivu. Ndio Lubonja, mpangilio ambao ulipangiliwa na sekta ya Nganja ni kwamba ulikuwa kikao, na kikao kimeitisha vijana, société civile, ma coopérative minière, bami 3 chefs de groupement na wengine wengi wazalendo wa sekta ya Nganja ambao walipendelea kuja kusikia maneno ya nchi ya sekta. Malengo hasa ilikuwa nini? Ndio, unafahamu kwamba si wami wote ambao walikuwa wanaitishwa. Wami ambao walikuwa wakiitishwa ni wale ambao waliweza kupokea ma-entreprise chinoise ambayo inaexploite minere mo entite yao. Na hadi sasa raia yangu inaendelea kulia na kusema kwamba hawaoni lolote kile cha maendeleo na mazingira yanaharibishwa kila leo. Na ndio maana niliweza kuitisha raia yangu ya Nganja tubaki chini, tuangalie nini ambacho kinaweza fanyika ili cahier de charge ziweze kuwa elabore na raia iweze kunufaika na mali ambazo zinatoka kwenye eneo zao. Hiyo ndo objective kubwa ambayo
iliweza kunipeleka mimi kuweza kuita watoto wa Nganja na tubaki chini ili tuangalie nini haswa cha kuweza kufanya. Kwanza raia itegemee kwamba kutakuwa jambo ambalo litafanyika. Na mimi sekta ya Nganja siwezi kuwa nikiita watu ili nipoteze pesa. Sababu wale ambao wanakuja ni raia ya Nganja na hawatalala bila kula, lala nje, ni lazima tuwatafutie nafasi, watakunywa maji na kadhalika. Hiyo yote ni pesa ambayo tungeweza kuigharimu kwa miradi nyingine ya sekta ya Nganja. Na ikiwa kama tumewaitisha ni kwamba kuna mambo ambayo hayaendeki vizuri, ina maana raia ni lazima itegemee hao ambao walikuja kwenye kikao. Upande wake Mwami Mulela Bantu wa pili, moja kati ya wame wa asili aliyeshiriki kwenye mkutano huo, ameanza kwanza kukanusha madai ya kwamba wao wanapewa pesa nazo kampuni hizo za Uchina. Ndiyo mtangazaji, mimi nashukuru sababu hii kikao ni sisi wami wa Nganja pamoja na chef de secteur sawa vile wa organisateur, kufatana na hali na malalamiko ya raia kuona kwamba mitumikio ya uchimbaji wa madini katika sekta ya Nganja kupitia wa China haina halali. Wanajinyakulia kimabavu eneo zote, kuchimba bila kufanya nabo mapatano fulani, na ile yenye wanasema kwamba sisi wanatupatia pesa za maendeleo. Mimi kama vile mwami wa eneo langu la Wasikasilu, hiyo jambo silikubali, sababu zile pesa ni redevance coutumière yenye mimi napewa na chef de village wangu, ni kuangalia namna gani ni tozo ya asili, sababu mimi ndio mwenye kuchungia serikali udongo. Yeye anakuja kutumika, analipa maformalite zote za serikali kama ilivyo. Sasa mimi mchunga udongo huku ananipatia ile haki yangu, lakini kwa kuona kama wako waerevu sana, wanapenda kuigeuza ile haki yenyewe wananipatia kwamba mimi mwami wa asili mwenye kuchunga udongo wa serikali igeuke kuwa niifanyizie budget ya kujenga kama masomo, nijenge sijue ni karabati nini, na mwenye iko abilite kufanya maendeleo vijijini ni ETD secteur, ni chef de secteur, na iko pamoja na kamati ya CLD, comité local pour le développement, inasaidiana moja kwa moja na komite ya groupement na komite ya village kwa kuboresha maendeleo ya eneo fulani. Ikiwa tunaikala pamoja na madiferente kushe, tunaangalia nini yenyewe inaweza fanyika musektere yetu ya Nganja. Kwake Masaba Monga Franklin, mkuu kiongozi wa kijiji cha Misisi, ameonyesha baadhi ya mambo machache ambayo kampuni hizo za Uchina zinatekeleza ndani ya eneo la Misisi. Masosiete sasa kuna kuya masosiete kuna kuya na makooperative. Na kia na makooperative na kia vipresente. Na wambia hapa ni wapartenere wetu wanakia kufanya kazi. Tunaongea nao concernant ma redevance yetu wanatupatia. Na concernant vile vingine tunaachia hivyo bakubwa. Kazi kidogo niweza fanya, tuliwalazimisha watu ufungulie maveni. Jukua kuku aveni hata tatu zenye zishafanika. Hii tukachunga programu peut-être au courant ya semaine tukusana na tupatana na anje ndio baendeleshe na ile mradi. Wenyewe nitaambia raia Misisi waangalie kisi ya kutustenir, ndio tuko mkikao ndio kuangalia modalite gani ni wale wa exploitants wa tile masosiete yenye kwa pale Misisi itufanyie mradi mbalimbali za maendeleo. Wakati hayo ya kijiri, mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Nganja yamesema pia kuona umuhimu wa kampuni hizo za uchimbaji madini za Uchina. Hivyo wameahidi kushindikiza uongozi wa sekta hiyo ya Nganja ili buku ya makubaliano itekelezwe kwa raia wa Nganja. Balonge bin Omberitier Gentil ni mratibu wa shirika jipya la raia ndani ya sekta hiyo, ameshiriki pia kwenye mkutano huo. Ameonyesha mtazamo wao. A conclusion tulienda na kwamba hakuna faida ambayo wanaacha katika sekta ya Nganja, na isitoshe kiongozi wa jimbo gavana mheshimiwa Jean-Jacques Purusi alikatikiza kwanza ile maaktivite ya wale watu kwa muda. Baada ya kuikata kwa muda, kisha tena wakarudia wakakuwa na maahadi ambazo walisinye zenye tunaweza sema mulugha ya Kifaransa acte d'engagement. Alafu zile acte d'engagement mpaka leo haziheshimiwa na wale wandugu ambao tunawaita wa Chinois, ile ma societe minière
haiheshimu acte d'engagement ta moya, na ile ambao waliambiliwa wasinye cahier de charge avec communauté locale affectée na ile exploitation yenye bako mwayo, hakuna kenye wanaheshimia. Na kwa mtazamo wetu kama vile shirika za kiraia za sekta ya Nganja, hususan sana shirika jipya la raia, tunaona kwamba hakuna faida kabisa ya hao wabwana kutumika mwa sekta ya Nganja. Isitoshe, sisi kwa upande wetu tunaita ile exploitation yabo ni pillage ya minere ya sekta ya Nganja. Juba kwa wana piller minere ya sekta ya Nganja aux yeux de tout le monde, kwa manufaa ya watoto wa Nganja. Kama vile sisi tunaomba kwamba hawa bwana waheshimu yale ambao walisema na gavana wa jimbo. Sisi kama vile shirika za raia, wakati hawa bwana hawataheshimu zile acte d'engagement, sheria inatupatia manjia zingine za kurevendike haki zetu. Mwishowe, Mwami Mulela Bantu ameonyesha kuwa ni vyema viongozi wa serikali kuvalia njuga swala la wa China ambao upande mwingine wanajiendesha kwa namna ya kutokuheshimu viongozi wa asili wa eneo wanazozifanyia kazi. Huyu ametoa mfano wa usultani wake wa Bashikashilu. Mtangazaji, kwa upande wangu mimi katika groupema yangu naweza sema hakuna utaratibu, sababu walifika mwezi wa 6 wakakuja kuniona mimi na chef de village, tukawaambia, tukawapa watu watembee nao mpori, waangalie namna gani watafasi gani tunaweza kubaliana kwa kuchimba madini. Lakini wakati kulikuwa suspension preventive juu ya son excellence monsieur le gouverneur, hapo mwezi wa 8 aliwahi kushimamisha uchimba madini kwa muda. Wakati walirudia, sijue kama walirudia na ile kiburi ya kuona kwamba ni wao wenye kulipa ushuru kwenye serikali ya jimbo, walikuja sirienete wajali na viongozi wa asili na kufanya vile wanapenda, na ili tushinda kuwaita pamoja, tuikae pamoja na madiferente kush, tuangalie nini yenye tunaweza kuboresha. Yaani wanapamba kiburi sababu wanaongea na ngazi za juu. Ni hatua gani ambayo mmechukua kwenye kikao hichi basi? Kwenye kikao hichi tunachukua hatua ya tufanye une commission mixte. Commission mixte ku niveau ya secteur iwe represente na ma différentes couches, kuwe groupement, village, société civile na ma service spécialisé na ma service spécialisé. Tufanye ma descente village par village, tuangalie nini vile tangu baanze kuexploiter a nos jours, nini yenye wanafanya na nini yenye tunaweza kuwaambia sur le plan localement wanaweza kufanyia nini kwa faida ya communauté locale. Baada ya ile ingine makae de charge, c'est un processus yenye kwa peu élastique puisque inakuwa validé paka na gouverneur wa province selon vile sheria inasema. Kitu ya kwanza tutaomba kuma différentes couches, abachef locaux na société civile jeunesse wafanye kwanza sensibilisation kwa apaiser tension ya population yenye biko nayo pour le moment, tuapaiser tension ya communauté, tubaambie kadiri vile tunakamata mipango katika kikao hichi cha Nganja, na baada tutalazimisha puisque il y a une pression côté ya communauté. Tukumbushe kuwa mikutano ingine ya namna hiyo itaendeshwa kwa wakati ujao ili kukagua ikiwa buku ya makubaliano imeheshimiwa au la. Amemalizia kusema mkuu kiongozi wa sekta ya Nganja Akil Bernard. Asante sana mwenzangu Grace Pascal kwa ripoti yako hiyo, msikilizaji. Na sasa namkaribisha mwenzangu Sudi Valente kwa habari za michezo. Shukran sana kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo kwenye habari za michezo tuanze hapa katika mji wa Baraka ambako mchezaji wa zamani wa klabu ya FC Flambora Mgeni Mauridi Figo ametangaza rasmi kujiunga na klabu ya Daringa Club Urafiki kama kocha mkuu wa klabu hiyo. Amezipitisha hivyo kwenye microphone za Radio Kivu, huku vile vile amesema kuwa malengo yake makuu ya kujiunga na klabu ya Daringa Club Urafiki ni kuipeleka kwenye michuano ya Ligue D hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgeni Mauridi Figo, tuambie. Kweli nilijiunga tangia siku ya 3, nikajiunga na timu ya DC Urafiki, na mpaka sasa kwa leo hivi inakuwa siku ya 5
tunafanya nao mazoezi. Mimi ni kocha wa kwanza, siko kocha wa pili, aiza wa tatu, mimi ndo wa kwanza. Juu ya kufunza club ya DC Urafiki, mimi najua nilikuwa mchezaji wa FC Flambora, kwa sasa siko tena mchezaji. Nimeamua kuifunza DC Urafiki na kuipa matumaini ya kusema itakuwa timu ya kwanza kwenda ku League D, na ndo matumaini ambayo nawapatia wanashabiki na kila mtu ambaye yuko anafuata mazoezi yangu hapa, kama matumaini yangu ni ya kupeleka timu kwenye League D kwa hiyo mwaka. Tukiwa tu katika mji wa Baraka na kwingineko ni kwamba michuano ya ligi ya nyumbani aiza championnat local msimu wa 2024-2025 ni rasmi itaweza kutimua vumbi siku ya Jumamosi tarehe 9 Novemba mwaka 2024 kwenye uwanja wa Maendeleo mjini Baraka, ambako mechi moja kwenye programu ya kupigwa. Vijana wa Academy Michele wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Presqu'île du Bois majira saa 9 na dakika 30 za jioni. Tanange utaweza kupigwa kwenye uwanja wa Maendeleo hapa katika mji wa Baraka. Na kwingineko ni kwamba katika tu habari za hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ligi kukabambe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot itaweza kutimua vumbi siku ya Jumamosi ya wiki tunayo ya tarehe 9 Novemba mwaka 2024, ambako mechi tatu ziko kwenye programu ya kupigwa. Majira saa 7 na dakika 30 klabu ya Asso Rangers wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Asekuya Sport, huku mechi ya saa 9 na dakika 30 klabu ya New Jack wataweza kuwapokea klabu ya Darling Club ya Motema Pembe ya Kinshasa, na mechi ya saa 9 na dakika 30 kwenye uwanja wa La Concorde hapo Bukavu, klabu ya Bukavu Dawa ya hapo jimboni Kivu ya Kusini wataweza kuwakaribisha klabu ya FC Celeste. Mpaka hapo mimi sina la ziada kwenye habari za michezo. Mimi naweka nukta nikiwa na vula nambari 7 mgongoni ya Radio Kivu. Asante mwenzangu Sudi wa Sudi Valente. Tuangazie kwenye habari za kitaifa ni kwamba hali ya dharura jimboni Kivu Kaskazini na Ituri inaongezwa kwa mara ya 85 kisha mswada wa sheria unaohusu mpango huo kukubaliwa nalo bunge la taifa na baraza la seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzetu Baume Sadi François amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Pendekezo la mswada wa sheria kuhusu kuendeleza hali ya dharura jimboni Kivu Kaskazini na Ituri imekubaliwa kwa mara nyingine tena nazo taasisi hizo mbili nchini DRC. Hivyo makubaliano hayo yatawasilishwa kwa rais wa nchi kwa ajili ya kusaini sheria itakayohalalisha hatua hiyo ambayo inatajwa kuanzishwa tangu Ijumaa hii ya tarehe 8 Novemba 2024 na kudumu kwa muda wa siku 15. Kwenye bunge la taifa, waziri makamu husika na sheria na mashauri ya kimataifa Samuel Mbemba ndiye alipokea hatua hiyo kutokana na ombi la mafasirio la mbunge wa kitaifa Meshak Mandefu Mwela. Ombi hilo lilikubaliwa bila mjadala kutokana kwamba wakati wa kila ombi la kuongeza hali hiyo mambo huwa yanajirudia. Hivyo wabunge na maseneti wamekubaliana kusubiri tathmini iliyoahidiwa naye rais wa nchi Felix Tshisekedi ili kujadili swala hilo kwa undani. Waziri huyo amehakikisha kuwa uchunguzi wa hali ya dharura utafanyika mwishoni mwa mwezi Novemba. Tamko hilo lilipongezwa na spika wa bunge Vital Kamerhe ambaye ameonyesha kuwa rais amejibu ipasavyo kwa malalamiko ya wachaguliwa wa maeneo hayo. Upande wa baraza la seneti, mjadala ulikuwa mkubwa kufuatia ombi la baadhi ya maseneta ambao wametaka serikali kufanya kila jitihada ili amani irejee katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Wengine wanadhani kuwa inabidi utafiti wa kina ili suluhisho la kudumu lipatikane kuhusu swala hilo. Wamoja kati ya wabunge wa mahali na mashirika ya kiraia wanasema hali ya dharura haina umuhimu wowote kwani haizai matunda. Kwa mujibu wao ni kwamba kuliko hali hiyo kuleta amani, waasi wanaendelea kudhibiti maeneo mbalimbali mbele ya macho ya viongozi wa serikali. Kwa ukumbusho ni kwamba ni tangu mwezi wa 5 mwaka 2021 ndipo hali ya dharura ilitangazwa rasmi na Rais Felix Tshisekedi kwa lengo la kutokomeza hali ya usalama mdogo inayoendelea kuripotiwa kati ya majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Hadi sasa ni miaka mitatu bila mafanikio yoyote, limemalizia gazeti la habari la Actualite.cd. Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari siku ya leo na kule Burundi. Mbio za mwenge nchini Burundi zinatarajiwa kuzinduliwa mkoani Chibitoke magharibi mwa nchi hiyo tariki 9 Novemba 2024. Ndivyo amehakikisha hayo mkuu kiongozi wa kamati ya maandalizi ya mashindano hayo. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wetu wa huko Burundi. Hii hapa ni ripoti yake.
Kamati ya maandalizi ya mbio za mwenge imesema kwa uzinduzi wa mara ya 18 ya mbio za mwenge utafanyikia mkoani Chibitoki mwaka huu wa 2024. Mwenyekiti wa tume hiyo Epipode Waranyikwa akizungumza na waandishi wa habari mjini Bujumbura amesema kwa lengo la mbio hizo za mwenge kwa mwaka huu 2024 ni kuwahimiza watu kushiriki katika uchaguzi wa mwaka ujao. Ijambo ngenderwa y'urwo rugendo ni abarundi kwitorere indongozi zizodushikana. Kauli mbiu katika mbio za mwenge ni Warundi tuwachague viongozi watakao tufikisha katika kauli mbiu ya serikali ya Burundi ambayo itakuwa imeendelea kiuchumi mwaka wa 2060. Safari ya mbio za mwenge kwa mara yake ya 18 ni wakati wa kuwahimiza Warundi kuitikia na kushiriki kwenye uchaguzi wa amani, huru na haki, lakini ulioitikiwa na watu wengi bila kulazimishwa. Mbio hizo za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu zitazinduliwa kwenye uwanja wa Urunani katika wilaya ya Buganda mkoani Chibitoki mwaka wa 2024. Muri komine Buganda mu ntara ya Chibitoke kuri uyu wa gatandatu igerekerezo ya 9 Munyonyo 2024. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na kupitia ripoti ya mwanaripota wetu wa huko Burundi, Bukuru Elias Daniel, ndipo tumetamatisha uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa jopo nzima la waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu. Bila kumweka kando Ja Makelele Ekala Jaden alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Sina la ziada, nasema kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.